Mtanisamehe sana masheke, inauma. Alafu sisi tunakwenda katika mikoa, katika wilaya, tunaona physically uko hali mbaya. Lakini wewe shehe wangu unasoma tu, alafu bado anameza kusoma tu, alafu hao nawafundisha hawa hahitaji hicho. Alafu hata hawaelewi hicho unachowafundisha. Wewe kaa tu na ubao wako uanze Kiarabu hapa, yeye aelewa, anasikia kizunguzungu anaondoka. Unapata watu wachache wa kusoma. Umma mkubwa haujui hata kusoma alifu wala be. Anataka tu mfundishe dini ile nyepesi aweze kufuata, aweze kutengeneza akhira yake, aweze kwenda peponi. Mfundishe udhu kwa matendo. Chukua maji, mwambie nawa hapo na hapo, udhu wako tayari, nenda. Ataenda kuwafundisha 10 wengine. Masaba amefundishwa hivyo. Lakini sisi tunataka tusome sana. Maana ninataka mengi sana, sawa, lakini sio makusudio. Makusudio namna gani huyo ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataweza kupona aende peponi? Lakini jambo lingine, target yetu tumefikiria sana namna gani tutaweza kukusanya elimu, namna gani tutaweza kukusanya mali, lakini hatufikirii kwamba namna gani huyo ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataweza kuokoka na moto wa jahannam. Tunaweza sisi tukawa na viongozi ndani ya taasisi kubwa. Miaka yangu 30 katika hii juhudi ya dini, taasisi kubwa unasafiri nao, swala hawana. Swala inakuja hiyo, inapita hiyo, imekwenda zake, yeye hajasali. Safiri nenda katika hija, Sheikh Ndauga huyu hapa, Sheikh Kundecha anachukua msafara wa haji kila mara. Watu viongozi wanaosafirisha wanakwenda na msafara ule hawasali. Sasa sisi tukiwa tunafikiria maelimu na majengo na makasia gani, alafu tukaacha kufanya dawa, huyu kiongozi ambaye anaendesha hiyo taasisi ndo kiongozi, utakuta ibada yenyewe hana. Ataambukiza nini huyu? Maneno mengi, matendo sifuri. Kwa ndugu zangu, iko haja sisi tuache hayo mastaili ya Kiyahudi na Nasara. Tuache hizi staili za Kiyahudi na Nasara kwamba wao wanafanya nini na sisi tufanye hivi, wao kwa sababu wanajenga majengo mengi na sisi tujenge majengo mengi, wao kwa sababu wamefanya hivi na sisi tufanye hivi. Wao mtu anakuja bana, jamaa Kristo anabeba viwanja vingi kule Dodoma, si wapi mbeba viwanja vingi, na sisi tuchukue viwanja tuwekeze. Lakini ndio makusudio hiyo? Mtume wangu sallallahu alikuja kuwekeza viwanja? Kuna mtume kaja akasema tukusanye viwanja tufanye kazi? Hata misikiti sisi hatuna haja nayo, sisi tunaweza kufanya kazi chini hata mti. Lakini kile kilichokuwa sasa nitakiwa tufanye dawa, sisi tuwafahamishe watu Allah nani? Takbir. Allah anataka nini? Mtume wetu sasa mkafundisha nini? Ndugu zangu, kama tujafanya hivyo siku zote, sisi tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu. Tutachukua vyeo vikubwa kwa mimi mwenyekiti, mwenye kitanda, mimi amiri mkuu, mimi nani, alafu mwisho wa siku utakwenda kujibu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huko. Kabisa nakwambia. Tufanye juhudi sisi tuwaelekeze watu pale panapotakiwa. Kila mmoja afikirie kuanzia nyumbani kwake, mke wangu, mtoto wangu, jirani yangu, ndugu yangu, jamaa yangu, tumfanyie juhudi. Alafu sisi ndugu zangu tumekuja kwa maksudi mawili hapa duniani katika umma huu. Kwanza kabisa mimi mwenyewe niwe Muislamu. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Hauruhusiwi kufa bila kuwa Muislamu. Hiyo moja. Lakini ya pili, mimi nimepewa jukumu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kufanya nini? Kuamrisha mema, kaza mabaya. Sasa je, sisi tunafanya hiyo kazi? Toka asubuhi mpaka jioni mpaka asubuhi, alafu wiki, mwezi, hata mtu mmoja umezungumza naye wewe? Mke wako anasali sawa, huna habari naye. Huko wewe unaendesha mataasisi, unaendesha vikao, kitu gani? Binti yako anatembea uchi, huna habari naye. Huko unaendesha vikao na mataasisi. Ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako, sahibu yako, huna habari naye. Huko unaendesha vikao na mataasisi. Kwa ndugu zangu, sisi tumetolewa kwa ajili ya umma mzima. Tunatakiwa sisi tufikishe dini ya Mwenyezi Mungu kila kona ya dunia. Kwa hiyo tufanye juhudi kuamrisha mema na kukaza mabaya. Jema kubwa kabisa ni ipi? So swala jema kubwa ni tauhidi, kuelekeza watu katika upweke wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio jema. Alafu ovu kubwa kabisa lipi? Shirki. Sasa hawa ambao hawamjui Allah na wanafanya shirki,
hao ndio tunatakiwa sisi tuwafanyie dawa. Hao waliokuwa sio Waislamu tuwafanyie juhudi waingie katika Uislamu. Sisi tunafanyana sisi islaha tu kwamba tukae sawa sawa. Ndugu yangu, kwa kumalizia, mtu mmoja ukimlingania akatamka kalima, alafu baada ya hapo hakufanya amali yoyote, kakaa tu akafa, atakwenda katika jahannam kutokana na madhambi yake yale aliyokuwa ameyafanya. Lakini iko siku Allah subhanahu wa ta'ala atamtoa kutoka na ile chembe ya kalima aliyokuwa nayo. Sawa sio sawa? Lakini mtu hujamfanyia juhudi, hajatamka kalima wala hajafanya chochote katika dini, alafu anakufa, huyo anakwenda jahannam milele na milele. Tuwaonee huruma ndugu zangu, paka tunamuonea huruma, mbwa tunamuonea huruma, kiumbe chochote kinaharibika mbele yetu lakini binadamu mwenzio muonee huruma. Kwa hiyo nakuombeni sana, kila mmoja aondoke na azma hiyo kwamba atafanya juhudi ya kufanya dawa kwa wasiokuwa Waislamu, lakini vile vile kwa wale kwa Waislamu tufanye nao islaha kwa ajili ya kuwafahamisha wamfahamu Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Haya majengo na nini sikatai, tuendelee nayo, lakini sio jazba kubwa sana. Jazba iwe hiyo. Sawa inshallah. Amiri wa masaa utanisamee, maana una masaa tu mpaka kesho. Kesho sisi tutakuvua hapa alafu tutachagua tena. Lakini sheki ndogo pia utanisamee, maana sheki wangu huyu na masheki wote mtanisamee sana kama nimekukoseni katika kuzungumza, lakini hilo jambo linanikereketa. Nimesema nisiposema nitaumwa. Na naombeni vikao hivyo kila siku inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala tukubali inshallah. Jazakumullahu khair wa ahsan jazaa fi darin. Shukran.